Ikulu ya Tanzania ya waka moto. Hii ni baada ya Maria Sarungi kutoa onyo na kutoa maneno makali dhidi ya Samia Suluhu. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Mwanzoni mwa msimu wa kisiasa unaotawaliwa na hofu, migawanyiko ya hoja za usalama na kumbukizi za vifo vilivyoacha maswali mazito nchini, sauti ya Maria Sarungi imeibuka tena, ila safari hii ikilenga kuionya jamii dhidi ya kile anachoamini ni mkakati mpya wa kuchochea mgawanyiko wa kidini na kuhalalisha hatua za serikali dhidi ya maandamano. Onyo hili lenye msitizo mkali na lugha isiyopamba maneno linaelekezwa kwa makundi ambayo anadai yameanza kusukuma hoja za udini, akizionya kama mbinu za kutengeneza hofu kabla ya kile kinachotarajiwa kwa siku muhimu ya uamuzi wa umma ya Disemba 9. Simulizi lake linaanza kwa kukemea vikali kile anachokiita ujio wa watu wanaosambaza kauli za kihuni kuhusu vifo, ghasia na wito wa kulipisa kisasi kwa misingi ya tofauti za imani. Anaonya kuwa propaganda hizi ni ama si za bahati mbaya, ni mpango unaotumiwa kugeuza mjadala kutoka masuala ya msingi kama haki za wananchi, uhalali wa utawala na utoaji wa mamlaka, na kusukuma hadithi inayotaka kuonyesha maandamano kama hatari ya kugawa taifa na kuleta umwagaji damu. Anasisitiza kuwa ghasia hizo hazikuwa na ubaguzi wa kiimani, kwa sababu waliopoteza maisha walitoka katika pande zote za imani, Waislamu na Wakristo, na kwa mtazamo wake kupoteza maisha kwa watu wa imani zote kunatoa ishara kwamba kilichosukuma mauaji hakikuwa masuala ya kidini bila masuala ya mamlaka ya kisiasa na udhibiti wa umma. Na katika hoja yake anadai kuwa nguvu za dola zilitumiwa kwa kuzingatia agizo la kuuawa bila kuangalia utambulisho wa waathiriwa. Na kwa mtazamo wake, hiyo ndio sababu anapinga vikali wale wanaojaribu kugeuza hoja hiyo kuwa mjadala wa udini, na maoni yake kuficha ukweli wa sababu za msingi na kuhalalisha utawala. Na kwa kutumia kisa hiki kama ushahidi wa historia ya karibu, msimamo wake umetengeneza hoja pana zaidi kwamba utawala unaolalamikiwa haujali mahali mtu anapotoka, bali matokeo ya hatua zake hubeba madhara kwa raia bila kuangalia utambulisho wao. Kwa mtazamo huo, Sarungi anaeleza taifa lipo katika kipindi ambacho wanaotafuta mamlaka watatumia kila mwanya, ikiwemo mgawanyiko wa kihistoria, ili kudhibiti mjadala wa siasa za sasa, na anaonya kuwa juhudi hizo zikiunga mkono, jamii inaweza kusukumwa kwenye uhasama ambao haujawahi kutokea licha historia ndefu ya Watanzania kuishi kwa mchanganyiko wa kikabila na kidini. Na katika maelezo yake anasisitiza kuwa watu wanaosambaza kauli hizo huenda walilipwa kufanya hivyo, na hoja hii inaunda simulizi la kushukiwa kuwa kuna mikono ya juu inayopanga ajenda, huku watu wa chini wakitumiwa kama vyombo vya kupenyeza hoja za uchochezi michangani mwa umma. Na kwa mtazamo wake anawataka watu wanaounga mkono hoja hizo kuamua kama watasimama upande wa raia wanaotaka kusema au watajipa jukumu la kuzuia sauti za umma tarehe 9 Disemba. Na kwa mujibu wa hoja yake, maandamano hayo si swala la uasi wala mgawanyiko, bali ni njia ya wananchi kutoa tamko lao juu ya mustakabali wa mamlaka nchini. Na vilevile anasema kuwa kuna mpango wa kuhalalisha kukatazwa kwa maandamano hayo kwa madai ya kuzuia machafuko, na ndiyo sababu anaamini hoja za udini zimeanza kutumika kuzalisha hofu ya bandia. Na katika msimamo anaoutoa haoni haja ya kutafuta kibali cha maandamano kutoka mamlaka. Anasisitiza kwamba taarifa tayari imetolewa kwa vyombo husika na jukumu la dola ni kusimamia usalama, si kuzuia uhuru wa maoni. Katika mtazamo wake, raia hawako tayari kugawanywa tena kwa misingi ya imani, hasa ikizingatiwa kuwa historia ya taifa imejengwa juu ya ndoa, ujirani, ukoo na mwingiliano wa kitamaduni kati ya watu wa imani tofauti. Hivyo anasisitiza kuwa yeyote atakayekubali kutumiwa kuvuruga muungano huo ataibeba dhamana ya kuharibu msingi wa taifa linaloshikana kwa muda mrefu. Kwa hoja hii anafunga msimulizi kwa wito mkali, akisema kwamba
Kundi lolote linalojaribu kuzuia umma kuzungumza halipaswi kuona taifa kama jukwaa la propaganda, bali kama jamii yenye uwezo wa kuamua bila kushinikizwa. Na katika mwisho wake, hadithi inarejesha msisitizo kwamba kilichoko mbele si tu mjadala wa kisiasa, bali ni jaribio la kufuta historia ya umoja wa utambulisho wa taifa. Kwa mtazamo wake, wananchi wanaingia katika hatua mpya ambapo wanachagua kati ya kusimama kwa ajili ya nchi au kusimama kwa ajili ya maslahi muda mfupi. Ni onyo lisiloacha nafasi ya ukimya na ni taswira ya taifa linalosogea kuelekea siku ya maamuzi, huku historia ikitazamwa kama shahidi wa mwenendo wa sasa. Ni hayo tuliyokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa kama hizi pindi tu zinapochipuka. Kumbuka, hapa ndo habari za kweli zinamiminika. Zidi kutupa support yako kwa kusubscribe, kulike na vile kushare video zetu ili tuweze kukujuza mengi, na vile gonga alama ya kengele ili uwe ukipokea taarifa hizi pindi zinapotokea. Taarifa kama hii ya Maria Sarungi ambaye imetia woga haswa Ikulu, na Samia Suluhu sasa amejawa na woga zaidi. Na ikumbukwe vile Samia Suluhu pamoja na wandani wake ambao wanadhamiriwa kuwa walitenda maafa waliowafanya ama walioleta machafuko nchini Tanzania, wanatazamia kuenda ICC ama The Hague pale Uholanzi, katika jitihada ambazo Maria Sarungi anasema ni zile jitihada za kujifuta na kujikosha maovu ambao wametekeleza nchini Tanzania. Kwa hivyo Maria Sarungi ameomba wengi ambao wako pale Uholanzi, ambao vile ni wananchi wa Tanzania lakini wapo pale diaspora Uholanzi, watokea na mabango kama njia ya kusimama kidete na Watanzania wote katika ile ya kupigana na uongozi dhalimu, uongozi wa kikatili wake Samia Suluhu. Kwa hivyo hayo yote yakiendelea kujiri, mengi yanaendelea kuzama nchini Tanzania, huku maswali ya kijiri. Je, kweli haki itatendeka nchini Tanzania? Je, familia za watu waliopoteza familia zao nchini Tanzania watapata haki? Na yote yakizidi kusemwa, vile macho yanaelekezwa kwenye tarehe ya 9 Disemba ambapo maandamano mengine makubwa yanazidi kuandaliwa, na vile kampeni zinaendelezwa mtandaoni. Naye Mange Kimambi ambaye ni Mtanzania na mwanaharakati ambaye anaishi ughaibuni, na vile Maria Sarungi ambaye yupo Kenya, wamezidi kuhamasisha kwamba watu watokee tarehe 9 ili waweze kuikomboa nchi yao. Kwa hivyo mengi yanazidi kuulizwa na swali kubwa linabaki ni je, machafuko ambayo yalitokea tarehe 29 Novemba 1, Novemba 2, Novemba 3, je, yatatokea tena wakati huu katika maandamano ambayo yanadhamiriwa kuwa makubwa zaidi? Ni swala la subira tu.